Chama cha Mapinduzi ilipitisha uamuzi kwamba kutokana na mienendo iliyokiuka kanuni zetu zinazohusu nidhamu na maadili, ndugu Nchimbi afukuzwe uwanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Habari za jioni. Hali zenu? Marhaba, karibuni. Karibuni Chama cha Mapinduzi. Tafadhali tukae. Unatakiwa kukaa eti? Au unataka kusimama? Karibuni nyote katika ofisi ndogo ya Chama cha Mapinduzi hapa Lumumba. Sina shaka nyote mtakuwa mmefahamu, na ndio sababu ya sisi kukutana hapa leo kuzungumza kidogo kuhusiana na kazi zilizofanyika na chama chetu. Leo tarehe 26 mwezi wa 8 2026 jijini Dar es Salaam vilifanyika vikao vya kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM chini ya mwenyekiti wake Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye pia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kamati kuu na halmashauri kuu zilikuwa na ajenda za jumla ambazo zilijadiliwa, na kati ya ajenda zilizojadiliwa leo kulikuwa na swala la nidhamu na maadili ambalo lilikuwa linamkabili mwanachama mwandamizi wa chama chetu, mjumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu, ndugu Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Na katika swala hilo vikao vyote vilijadili kwa makini masuala yaliyohusu nidhamu na maadili, na baada ya kuzingatia taarifa zote zilizokuwepo ilithibitika kwamba katiba ya Chama cha Mapinduzi ilipitisha uamuzi kwamba kutokana na mienendo iliyokiuka kanuni zetu zinazohusu nidhamu na maadili, ndugu Nchimbi afukuzwe uwanachama kwa mujibu wa kanuni zetu. Kwa hiyo tunapenda kuwafahamisha wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla kwamba Chama cha Mapinduzi kimefikia uamuzi huo. Kwa hivyo kuanzia hivi sasa ndugu Nchimbi amefukuzwa wanachama na sio mwanachama tena wa Chama cha Mapinduzi. Pokeeni taarifa hiyo. Tumemaliza. Hilo linahusu nidhamu na maadili, lakini vile vile kuna uamuzi mwingine wa muhimu uliofanywa na halmashauri kuu ya CCM Taifa, na ni kupokea na kupitisha jina katika hatua ya awali ya mtu ambaye atapendekezwa kwa mujibu wa taratibu za katiba kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na huyo ni ndugu Deogratius John Ndejembi. Halmashauri kuu kwa kauli moja imempitisha mwanachama wetu huyo kuchukua nafasi ya makamu wa rais, na hilo litafanyika baada ya taratibu za kikatiba kukamilika ambazo zinataka jina lake lifikishwe Bunge, na likipitishwa huko basi kwa mujibu wa katiba yetu taratibu za kumwapisha zitaanza
ili akamate nafasi hiyo ya juu kabisa baada ya nafasi ya Mheshimiwa Rais katika taifa letu. Asanteni. Nafanya kazi. Hiyo ndio kazi. Hapo. Okay. Nice. Mic check. Mic check. Mic check. Nafanya kazi. Mimi sijui na wajumbe kutoka mikoani. Mfuateni Flavia. Nimeambia siku na wanawake nikamwambia hapana. Nimeambia wanawake wanatafuta nikamwambia hapana. Wanawake kama kuna issue zote waende kwa wasibu. Njoo huku. Kwa haihitajiki. Kwa hiyo afanye conference kama nani, lakini si na hata akija basi Nasema